Watu wametoka kwa barabara wanafanya hivi William Ruto. Na huko ni Murang'a kwa nini Nyoro? Na huko tu ni lakini na maeneo pana yote. William Ruto mimi nakwambia my friend, nawaambia honorable members. Hii sio kujidanganya. Mimi ni bwana, mimi nimekaa chini nikapiga hesabu, nikaangalia vilikuwa hapa, nikapiga hesabu nikasema okay, ni sawa. Ni sawa. Na kitu yenye nataka kuambia ni hii. Mimi nimerudi opposition, lakini niulize kwa nini nimerudi opposition? Mniulize. Mimi kura yangu anga napoteza, msifurahie. Nitakuwa na nyinyi na tutapoteza. Tutakuwa hapa nitawaambia. Nilianza kupigia Raila kura kutoka yenye nilipoona peke yake ni hatua tu ya Kibaki. Zingine zote nilipoteza. Mimi ni mtu opposition, damu yangu ni opposition. Nikikuja kwako usifurahie na mimi na kupeleka upinzani. Na mimi nasema Mr. Speaker, nikiwa kwenye ile bunge, William Samoei Ruto, sijui mimi William Ruto vile namuona si vile watu ni kama Wachina walienda kutengeneza kitu kingine wakaletea wa Kenya. Sasa ndio huyu mwenye mnaona huyu. Sababu mimi namwangalia hivi nasema huyu ndio alikuwa anasema bottom up kweli. Naona ni mtu mwingine tofauti kabisa. Lakini je, inawaambia ni hii. Jamii ya Western Waluhya, jamii yetu ya Wajaluo, sisi hatu kutengeneza opposition. Hata mfunge chaini ngapi, hatutoki kwa serikali ng'oo. Hatutoki. Na ukweli ni uchungu, hatutoki. Hata msema ni Raila aliuawa. Nyinyi mlijaribu kumuua mara ngapi? Hata msema ni Raila si alikufia wapi hata kufanywa postmortem. Hiyo ni yako. Hatutoki. Hata msema ni Raila Odinga si nani mwenyewe aende kuchukua India, shauri yako. Wewe kufa waende kuchukua Amerika. Hatutoki. Hata msema ni Raila Odinga tuwajaluo nini na nini Waluhya, hatutoki tukuje kwa maandamano tu. Hatutukuje kwa maandamano. Si tuko bandila nyingine. Natia basi. Na hii ni ukweli uchungu. Na hiyo mtazidi kujua namna hivyo. Na mtaruka pole pole. Lakini kitu inasema ni hivi. William Samoei Ruto, maneno ya SHA haifanyi kazi my friend. Haifanyi. Mimi unakata pesa yangu mingi sana, karibu 900 na kitu yenye haifanyi. Sisi hataki ati wingi wa watu, nataka ile kitu ifanye kazi. Kama vile NHIF ilikuwa inafanya kazi. Na duale mdomo mingi mnapigia Wakenya kelele. Muende kwa hospitali. Waangalizi kuna namna gani? Mr. Gaucho umeteuliwa kama kijana wa ghetto. Kama umeenda Malusi. Tungependa kuona vijana wa Mkuru kwa Njenga, Mkuru Kayaba, Ruben, hiyo na yote wenye mnatibiwa Mama Lucy. Hiyo hospitali ifanye kazi vilivyo. Na SHA ifanye kazi. Yule Mruto hawezi kula kata pesa ya watu. Sisi magunia mnabebea sisi wenye mchimba yule Mruto ya pesa. Haijai jamani. Haijai. Yaani pesa unakata, kwa nyumba umekata. Tukawacha namna hivyo. Matibabu ndio tena umeingilia. Tena tukuaje jamani? Kwani si wajinga aje? 2027 mimi William Ruto wako hapana. Siko mtaiba ya mwingine, lakini yangu itakuwa pandile nyingine. Naona mtu wako tulifukuza penye atanielekeza, niko hapo. Thank you Mr. Speaker sir. Bunge power. Sijui watu wameenda Murang'a sijui wapi. Ama kama rais ataoka kura. Ukweli ni kwamba hakuna mtu rais atapigia magoti ya mpatie kura. Na hakuna mtu yote mwenye anatoka sehemu yote ya Kenya rais ataweza kupigia magoti ya mpeleke kwake. Murang'a ni Kenya na watu wa Murang'a walichagua William Samoei Ruto 2022. Na wataenda kumchagua 2027. Kama kuna mtu anafikiria kuna mtu mwingine anaenda kuchaguliwa hapa Kenya, hiyo ni ndoto ya mchana. Huwezi kuwa unatoka sehemu moja kwenda nyingine ukiambia watu unataka ikuwe one term na uwaambii ukiwa one term utafanya nini.
Because kusema one term ni rahisi speaker. Hata wewe sasa ukiambiwa useme one term, kusema ni rahisi. But why are you saying one term? Na watu wote wanasema one term. Watu wanapinga William Samuel Ruto sahi ni wale watu wamefutwa kazi ama wenye wameshindwa mahali watapeleka siasa yao. Ukianzia na Rigathi Gachagua Jofu, ni mtu amefutwa kazi. Mturi ni mtu amefutwa kazi. Kalonzo Musyoka ni mtu kazi ilikosa. Matiang'i ni mtu kazi ilikosa. So hao watu wote wanapinga rais kwa sababu of their self interest. Si ati wanampinga that the rais is not doing the right thing. By the way, the sitting president ndiye peke yake anajaribu kufanya the right thing. Na hakuna kitu geni rais Ruto anafanya, anajaribu kufanya vile zile vitu huyu Muigai nini alifanya na akashindwa. Uhuru Muigai Kenyatta alijaribu kujenga nyumba akashindwa, ndio William anang'ang'ana nayo sasa hivi. Uhuru Muigai Kenyatta alijaribu universal healthcare Machakos, Nyeri, Kisumu, baada ya miezi 3 akafunga aenda nyumbani Mr. Speaker. Ndio hii inajaribu kufanywa sasa hivi Mr. Speaker. Uhuru Muigai Kenyatta alijaribu kuosha Nairobi River, ilikuwa hapa. Akabomoa nyumba nyingine ya Mutalia hapa Timol, akapigiwa kelele akachana nayo. Sasa hivi mnaona zikibomolewa Mr. Speaker. So there is nothing new here. Kenya anajaribu kufanya is trying to correct yenye hakikufanyika wakati wa 2022 na huko nyuma. Utasikia watu wakisema hapa, kuna kiongozi amesema hapa mambo ya SHA. Atishaifanyi kazi. Wale watu wote wamelala mamaruzi. Kwani wao ni wazimu. Kuna sahi watu Kenyatta, kuna watu Nairobi West, kuna watu hapa mamaruzi. Hao watu wanatibiwa na nini? Hao watu wanatibiwa Mr. Speaker. Na Mr. Speaker kuna kiongozi huko anatusi watu. Na bahati mbaya ni kabila yangu. Wasimu ya nyumbani waje kuleta Nairobi. Tuko Nairobi. Mkumbushe tuko Nairobi, tuko Mkuru Njenga. Hapa sio Mawawa. So Mr. Speaker, kuna vitu vingine wa Kenya watakiwa kwa ukweli. Hauwezi simama hapa mbele useme SHA haifanyi. NHIF ilikuwa inatibu wa Kenya milioni 7. Milioni 7 divide by 60 million people, hao ni wa Kenya wangapi? Per ward. Hata hapa unaweza pata wale watu walikuwa wanatibiwa less than 1000 hii ward yote. So hii ward yote 1000 people, huwezi sema ati ilikuwa inatibu wa Kenya na ilikuwa inatibu wa Kenya milioni 7 na ni 60 million. Hata watu hapa juzi tunaongea mbele ya watu. 60 million people, it cannot be equivalent to 7 million people, cannot be equivalent to 60 million people. Tuambiane ukweli. Saa hii huwezi simama uambie watu ati Kenya hakuna kitu inafanyika. Naona problem ni vile wewe ukipanda gari ukifika town unaingia country bus, unapanda gari nyingine unateremka. Ujaienda hata tu Mombasa Road. Nenda hapa sema hakuna kitu inafanyika. There's something which is going on in this country. Huwezi simama mahali useme ati Kenya imesimama. Wewe si mwalimu, umejua huko hapa na huko ni mwalimu. Walimu wako na haki ya kutetea mambo ya SHA. Nikimalizia Mr. Speaker, walimu wanakatwa mara mbili. Wanakatwa ile pesa tunakatwa ya 2.75 na wanakatwa ile medical allowance walipatiwa. Hakuna mtu analipa pesa ya SHA mingi kuliko kama mwalimu hapa Kenya, kufuatiliwa na MP na watu wengine. So walimu wao sasa hivi wakisema wanataka peta cover, they have a reason why they say they need a peta cover. Na serikali itakataa na imesema itawapatia. So usikuje hapa mbele usema hii serikali ifanyi kazi. Serikali inafanya kazi. Na hii serikali inaenda kuchaguliwa 2027. Hakuna serikali itachaguliwa kwa kutetea, kwa kusema watu waendelee kuishi kwa umaskini. Hii tabia Mr. Speaker, William Ruto anaenda kumaliza. Watu wanaishi kwa mitaa kama hizi wanajulikana kwa mitaa peke yake. Being hired to be goons. Wakati wa siasa peke yake ndio wanasiasa wanakumbuka kuna watu wanakanga njenga. Ya pili, siku ya kupiga kura
ya tatu kwenda rali kama ya Kisumu. Hapo tu ndio mnakumbukwa tu. Hata wanasiasa hawa wanavaa suti hapa kukuja kuwaambia wanataka kura hapa. Wakati wengine wamekuja before 2027. Kuna mtu amekuja hapa mbele anasema anataka kura, akuje kuwajua. Anakujana wakati kura na ukimuuliza mahali anaishi ajui hapa. Anakuni hapa. Hii nyumba hapa ni nzuri. Ukikuni hapa kwa mtaa. Na that is the same person unatetea hapa mbele ukisema ule mtu anakuambia hatuhitaji nyumba. Siku ya viongozi wanakuja hapa wanasema ati Wakenya hawahitaji nyumba. Wakuje tuishi hapa nao ndio tujue hawahitaji nyumba. So mtu asikuja hapa mbele kusema kitu kwa sababu amepatiwa hii mic. Hii mic ni rahisi kuongea. Utasema Ruto ni 1 term, Ruto ni 2 term. Na watu wengine hapa wanawadanganya ati kura za 2027 mtongojea State House. Ati huko ndio majibu mtapatiwa State House. Mimi wacha nimalize nikiwaambia. Mimi leo nimefurahia Kisumu Sifuna hajapiwa. Si kama amepiwa. Lakini Wakenya wamekuwa wako mafu. Wacha Sifuna aende Kisumu apige kampeni yake. Akuje Nairobi apige kampeni yake. Kuna reki yake. Hata William aende Kisumu apige kampeni. Aende kila mahali. Na wacha kila Mkenya atembee mahali popote aulize kura. Mtu kama Samuel Atandi ni mtu anafaa vipoko. Haezi sema hakuna mtu hafai kukuja hapa Kisumu. Kisumu sio yake. Na hakuna mtu hapa Kenya anafaa kuambia Mkenya mwingine mahali hafai kwenda. So kama kuna mtu anapanga mtu mwingine apiwe akienda mkutano mahali, huyu ni mtu anafaa kiboko na risasi. Kama huyu Samuel Atandi anafaa vipoko na risasi. So wacha kila Mkenya aende mahali popote aulize kura. Lakini na wewe ukienda mahali usitishie watu mahali unaenda kupiga mkutano. Ati unapanga next week, still unatishia watu kutoka Nairobi nitakuja hapo utawapiga, atawafanyia nini? That is also wrong. Lakini haki ya Mkenya kwenda kila mahali, kila Mkenya aende mahali. Na tuishi na amani. Na wale watu mnatolewa hapa mnaenda kupiga gari za watu mawe na kwenu hamna gari. Achana na hiyo tu. Ati umepatiwa 1000 unaenda kuongojea gari ya mheshimiwa mahali inapita unapiga mawe. Hiyo ni ugaidi na ujinga. Wewe unafanya sasa. Kama kiongozi mtaki usiende kwa mkutano yake. Hata Rigathi Gachagua ile siku atakuja hapa mimi siwezi kuja hapa. Kwa sababu akili yangu ya Rigathi Gachagua ni ingiani. Siwezi kuja mimi hapa. Hata William akikuja siwezi kuja. Uheshimu viongozi. Kama amekuja na umtaki usiende mkutano yake. Kama unamtaka uende kwa mkutano yake. Lakini kuenda mahali unaenda kuiba 1 term na kiongozi amesimama mbele ni wa 2 term. Wewe unafaa kiboko. Ni nimalizia hapo. Wewe unafaa kiboko. Murang'a hata hawezi weka makoti chini kwa mwanasiasa yoyote, ataenda tu direct kwa mwananchi. Na mheshimiwa mwingine amesema hapa eti atafanya tufanye liwe liwa chuchi zote kulia, mtapatoa kura milioni 2 pale Central. Je, mimi namuuliza ndugu yangu cousins wale wametoka Western, nenda muulize Mudavadi alipata kitu gani? Siuliza Mudavadi. Uliza Mudavadi, mheshimiwa. Nenda uliza Mudavadi alipata asante pesa kitu gani? Kutoka hapo, uliza mheshimiwa mwingine, uliza Raila alipata nini huko? Kile ambacho nilikuwa nawaambia hao makasiri setu kutoka Central wakiamua wao ni kukuondisha. Wanakuondisha watu wa shule sana kukuondisha. Lakini kupiga maneno ya kura. No. Wakiamua ni moja. Kwa hiyo mheshimiwa usiseme Central utatoa milioni 2, hiyo ni ndoto ya mchana. Hakuna haja ya kudanganyana hapa. Hata Mudavadi alisema mpaka running mate, bibi ya running mate hakupata hata chochote. Raila alifanyizwa kiatu ya Ndarua. Akasema hii ni ya Central. Alipata nini? Tusidanganyane. Hiyo motion mimi ndio nileta. Ile direct to motion. Direct to motion. Mheshimiwa Ruto, rais wetu. Maneno ya Central wale ni watu wanaongoja uwapaie maji, chakula, lakini maneno ya kura iko tofauti. Hiyo sahau. Hata akiwa saa hii ako Tarakaniti, hiyo ni ndoto ya mchana. Wale watu wako kitu kimoja. Pale tu tembea ni kama msafiri. Lakini maneno ya kura,
Kuna mwisho nyingine nilileta kuambatana na hiyo maneno ya Orengo. Orengo alisema kuna pesa ilitembea, wale walikula akina Wangu pesa, akina Junet Mohamed warudishe pesa. Kwa maoni yangu hiyo pesa yenyewe ilitembea. Hata Wenga alisema pata tutashipa. Sehemu nyingine miaka imeisha, hatujui kama sisi nani atatangulia, mimi na yeye. Anasema tutakuwa pawa, tutapata pawa ndoto ya mchana. Mzee mwenyewe naitwa Oburu Odinga anastahili akae kwa nyumba, angoje wajukuu wamletee kitu. Yeye anasema anataka pawa. Hao vijana wanaenda wapi kama anataka pawa? Hao vijana wanaenda wapi? Hali anasema anataka pawa. Kitu mimi namwambia watembee Garissa, Moyale, waende Northeastern, waende Kisii, waende Kisumu, watembee kila mahali. Asiwanatambulisha huyu mzee kura ya vijana. Ya sawa. Mheshimiwa Ruto, tafadhali, kitu angefanya vizuri, angenyenyekea. Kila community iko na kiongozi wake. Aende kwa kiongozi huyu, washauriane, wakae chini, waongee, Kenya iende mbele. Ya mwisho, mimi shongoji ya pili. Na mwisho, mheshimiwa, kuna alisema nani atatoa kura Central. Na wewe siasa yako itakomaa. Kura za Central wachana nazo. Sema kura zingine. Hata za Kisii pole mzee. Za Kisii hakuna. Lakini mtu wacha niwaambie kitu kingine, mimi watu wa Central wa Western wakasiri setu. Hata mimi chuma Tochi aende Likuyani asimame MCA napata kura huko. Wao wasikasizeni au wana msimamo. Asante. Nikia mheshimiwa makofi tafadhali. Uwanja imejaa, unaweza ongea. Huyu anataka zazidi uwanja.